Katika mkutano mkuu wa shirikisho la soka Tanzania TFF uliofanyika huko katika wilaya ya Kahama mkoani Shinyanga, kauli ya rais wa TFF Wallace Karia kuhusu hukumu kwa waamuzi watakaocheza vibaya katika mchezo dhidi ya Kariakoo siku ya kesho huko Visiwani Zanzibar. Tunakwenda kuzungumza kauli hii ina maana gani hasa kwa mwamuzi aliyetoa tathmini ya mchezo huo, kwa maana Nasoro Mwinchui. Jina langu ni Leopard John, niko hapa na Mdachi Ali Omar, nyuma ya kamera ni Abubakar Nasoro. Mdachi, tuzungumze kauli ambayo amezungumza rais wa TFF Wallace Karia kwamba watamfungulia mashtaka mwamuzi wa dabi ya Kariakoo Nasoro Mwinchui endapo hatochezesha kwa kufuata misingi ya sheria 17 za soka. Pengine hii haiwezi kumuongezea pressure mwamuzi kwa mchezo wa kesho? Kiuhalisia na kikawaida, mtu anapokuwa amezoea kufanya jambo ambalo amelizoea kulifanya, lakini akapata pressure kutoka nje, mfano hapo imesemekana kwamba atafunguliwa mashtaka. Sasa hii kawaida tu pressure lazima iwepo kwamba nikikosea ama nikifanya vibaya katika swala ambalo nimepewa na nimeaminiwa na shirikisho la mpira, basi tunakwenda kukutana na hiyo adhabu pressure. Lakini pia kuna upande mwingine inawezekana akaongeza umakini zaidi juu ya kuhofia kile ambacho kitakwenda kutokea baada ya mchezo kumalizika, lakini ni yeye binafsi kufanya maandalizi vizuri ili aweze kuwapa imani wale waliomwamini kumkabidhi mechi kubwa ambayo inabeba hisia za watu wengi. Kuna wakati unaweza kusema inabeba hata maisha ya watu. Tumekuwa tukishuhudia maisha ya watu yakitoka katika baada ya matokeo ya mechi hizi, baada ya mwisho mechi hizi ukafungwa, athari zimekuwa nyingi hasa katika jamii. Kwa hivyo yeye kama mwamuzi ameaminiwa na shirikisho la mpira, hii ni pressure kwake, lakini pia anatakiwa kuihandle kwa kufanya vizuri kwa namna ambavyo amejiandaa na aweze kujiandaa vizuri na mchezo ambao unafuata kwa siku ya kesho. Sawa, kwa kiongozi mkubwa wa mpira wa miguu kwenye soka la Tanzania, kwa maana rais wa TFF kuzungumza hii kauli moja kwa moja, unadhani ilistahili kwa wakati huu Wallace Karia kuzungumza hiyo kauli kuelekea mechi ngumu, mechi yenye pressure kama mechi ya Kariakoo Simba na Yanga? Kuna upande unaweza kusema ndio ilistahili, lakini kiuhalisia yeye kama kiongozi kuna nafasi ambayo haikustahili kuzungumza yeye katika maana zina kamati ya waamuzi, sababu kipindi ambacho anakwenda kumchagua refari wa mchezo huu, kamati ikaamua hivyo. Inawezekana kwa upande mwingine ilipaswa kwamba yazungumzwe katika kamati. Baada ya hapo ndo baada ya kwenda kukosea, baada ya kwenda kufanya vile ambavyo haikustahili kocha refari ambaye anaelewa mchezo huu, ndipo angekuja labda kutoa tamko kwamba katika namna ambavyo tulikuwa tumemkabidhi mechi hii tulizungumza 1 2 3 kwamba baada ya kwamba kuna makosa ambayo yalijitokeza kwa mchezo huu, basi kitakachofuata ni hiki kulingana na namna ambavyo kamati iliamua, kamati ya marefari. Kwa upande mwingine ni sahihi, lakini kuna namna ambayo si sahihi, kwa sababu kwa upande ambao ni sahihi kwa mtazamo wangu mimi kwamba tayari anampelekea pressure mwamuzi kwamba utakapokosea utafanya hivi, lakini kuna wakati mwingine anatengeneza tension hata kwa wale ambao wapo nje, mimi wapenzi wa soka na mashabiki, kwa sababu tayari marefari wa Tanzania ukiachana tu na hiyo ambayo amesema Wallace Karia, tayari kuna pressure ambayo huwa wanaipata kutoka nje kwamba inawezekana mchaguliwa watu wana imani naye. Sasa hiyo pressure alionayo kutoka nje anakuja kuongezewa na hii kutoka katika wasimamizi wake na msimamia, kuna namna ni kama bado anakwenda kumtoa mchezoni na kumfanya awe na pressure zaidi. Kwa hiyo kuna upande ambao haikuwa sahihi, lakini kwa upande ilikuwa sahihi kwa ajili ya kummotivate ili aweze kufanya vizuri, lakini kwa upande mwingine ni kumtia pressure tu yeye kama mwamuzi. Binafsi yako, kwa maneno ambayo unayasikia watu wakiwa hawana imani na Nasoro Mwinchui kama anaweza kuwa mwamuzi bora na asiyekuwa na mabamba kwenye huo mchezo, binafsi yako Nasoro Mwinchui kwenye hili, binafsi yako TFF wamelamba dume au pia TFF walifikiria nini kumteua Mwinchui katikati ya Liga, Kayoko na Hersa? Nadhani nimewataja marefari ambao walikuwa na mwendelezo mzuri ama ile rhythm ya kuchezesha mechi hizi kubwa. Arajiga amecheza mechi karibuni 4 hapa karibuni, Kayoko ashapita kwenye mechi kadhaa na wengine ambao walipita. Sasa kwa mtazamo mwingine unaweza kusema kipindi ambacho tunapiga kelele kwamba hatuna marefari ambao wana standard, ni kwa nini hawapati hizi game kubwa ambazo tunaweza kutazama kwamba katika upande wa refari waamuzi wa soka katika nchi yetu umefikia katika eneo hili, kwa sababu tayari tunawatazama wakichezesha mechi zenye pressure. Lakini leo hii ukitazama marefari wamekuwa wakijirudia sana katika eneo ya kuchezesha mechi hizi kubwa ambazo zina pressure kubwa. Kwa hivyo kwa mtazamo wa kutaka kutengeneza kilicho bora ili tutazame madhaifu yetu, ni sahihi kwa Nasoro Mwinchui kupewa game hiyo, kwa sababu hajawahi kuchezesha game ambayo ina pressure kwake, game ambayo ina pressure kubwa kama hii ya dabi ya Kariakoo.
tunakwenda kuchezesha mechi kama hii, ndio tunakwenda kumtazama, je, Nasoro Mchui uzoefu wake katika ligi kuu ya Tanzania ambao amekaa kwa muda wa miaka 10 plus akiwa anachezesha mechi kadhaa za ligi kuu, je, katika mechi ya Kariakoo tumeyaona madhaifu yake? Na hapa ndipo tunaanza kujaji ubora wetu wa kutengeneza marefari kulingana na mechi hii na pressure. Refari huwezi kumjaji katika mechi labda ya Mashujaa na Pamba ambao kidogo pressure si kubwa kama wanayoiona. Kwa hapa na tunakwenda kutazama, je, ukiaminiwa kupewa mechi kama hii ambayo ina pressure kubwa, kuna kitu ambacho tutakifanya ama madhaifu yako ni yapi, ili tuweze kujua ni namna gani TFF wao watafanya walimu. Kwa upande huo TFF wako sahihi, lakini kwa upande wa kuhitaji mchezo na kufanya mchezo huo ina thamani zaidi, refari ambaye ana bei ya FIFA nadhani angefaa zaidi mtu kama Ahmed Aladiga ambaye hana pressure, kwa sababu ameshatoka kucheza mechi zilizopita karibia mfululizo, na ukienda kumpa mechi anaenda kuendelea na muendelezo huu. Kwa hivyo angeweza kufanya vizuri zaidi kuliko huyu. Lakini pia hata hapa katikati ishatokea sakata ile kwamba marefari wa ndani tuanze na marefari kutoka nje ambao walikuja kuchezesha mechi moja. Sasa kwa mtazamo mwingine ama kwa mtazamo wa kawaida tulitarajia iendelee vile vile kwa katika mechi kubwa ambayo ina pressure ya nchi ambayo inabeba hisia kubwa za watu, marefari waendelee kutoka nje kama namna ambavyo TFF walianza kufanya, na waliokuja kutoka nje kuna namna ambavyo walifanya vizuri. Hakukuwa na kelele nyingi kutoka nje kwamba hapa kwa makosa kelele zilipungua na mtu akalizika na matokeo yalitokea. Kwa baada ya pale watu wengi tulitarajia kwamba muendelezo ule utaendelea, lakini kuna kitu ambacho umetazama kama marefari wa ndani wamejifunza. Sasa wakawapa nafasi baada ya kutazama wale waliokuja kuchezesha mechi ya Kariakoo, ndio wao ni kipi ambacho wamekiingiza, na ndio maana wameweza kumwamini refari kama Nasoro Mchui na kumpa mechi kama hii. Sawa. Mechi yenyewe ni kesho majira ya saa 2:30 kwa saa za Afrika ya Mashariki katika uwanja wa New Aman Complex huko Visiwani Zanzibar. Kauli ya Wallace Karia ndio tulikuwa tunaiangazia hapa ndani ya The Golden Boot. Jina langu ni Leopold John, nilikuwa hapa na Mdachi Ali Omari, nyuma ya kamera ni Abubakar Nasoro. Hadi wakati mwingine, asante.